Malisa amesema hayo wakati akifungua kikao cha kwanza cha kitaifa cha wadau wa zao la kakao kilichowakutanisha washiriki kutoka mikoa ya Mbeya, Songwe, Morogoro na Tanga. Kikao hicho kimeandaliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA. Tunafahamu changamoto ya bei ni tatizo la kidunia, na tutumie kikao hichi sasa kujadiliana na kuulizana nini jukumu letu sasa pale ambapo bei imeshuka. Tufanye nini kakao yetu bado iwe na bei nzuri regardless ya changamoto za soko la dunia. Je, kiwango tunachozalisha kinatutosha au kinatupa sauti ya kubageni? Nadhani tutakuwa na maswali mengi ya kujiuliza, kwa maana ya kwa kuwa changamoto ya bei ni ya kidunia, jukumu letu kuibadili ni dogo kwa sababu ya sauti yetu ni dogo kuendana na volume tunayozalisha. Akizungumzia mwenendo wa kushuka kwa bei ya kakao katika soko la dunia, mkurugenzi mtendaji wa COPRA Irene Mlola amesema hali hiyo imechangiwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji pamoja na mabadiliko ya mwenendo wa soko la kimataifa. Thamani ya mauzo ambayo tumeipata ni kweli imeshuka kati ya mwaka 2024 mpaka 2025, lakini wote tunafahamu ni kwa sababu kubwa ambayo ni bei. Lakini pamoja na hivyo, tuendelee kuweka juhudi za kuongeza uzalishaji na ubora ili tuweze kupandisha hiyo bei. Serikali tunaenda kusimamia kuhakikisha kwamba mkulima wa Tanzania anaendana uwiano sawa na bei inayopatikana kimataifa. Na ndio maana unaona ni kweli bei imeshuka, lakini kwa sababu bei ya kimataifa ya soko la dunia pia imeshuka. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kilombero Dastan Kiobya ameishauri COPRA kushirikiana kwa karibu na Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade katika kutangaza zao la kakao ndani na nje ya nchi, hatua ambayo itasaidia kuongeza uzalishaji na kupanua wigo wa masoko kwa wakulima. Tanzania tunazalisha tani kati ya 16,000 na 20,000 kwa sasa. Malengo yetu na ndoto zetu ni kufika tani 300,000 ndani ya miaka 10. Na tunaweza. Sisi Morogoro tunaamini kwamba uzalishaji huu utafanya zao letu liwe la utofauti. Tunaomba COPRA ishirikiane na TanTrade kutangaza kokoa yetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TanTrade waanze kazi ya kuanza kutangaza uzalishaji wa kokoa duniani kwa kufikisha kwamba Tanzania kuna zao la kokoa linazalishwa kwa wingi na wazalishaji wapo wazuri zaidi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.